itakuwa chini ya rais wa klabu yetu kwa maana ya Engineer Hersi Ali Said, atakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati. Wajumbe wote wa kamati tendaji wanaingia pia kuwa wajumbe wa kamati hiyo ambayo itatoka hapa kwenda kukutana na kampuni ya GSM Tanzania Limited, lakini kwa kuzingatia fakta mbili ambazo nimewadokeza awali, kwa maana ya mlengo wa kisheria kwenye mahusiano haya na mlengo wa kibiashara, wako wajumbe wawili ambao kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans imewaongeza kwenye kamati. Jumbe namba moja ni mwanasheria msomi mzoefu na mbobevu Alex Mgongo, ambaye ameongezwa pia kwenye kamati hii, na specific anakuja kutoa ushauri wa kisheria kwa viongozi wetu wa klabu ya Young Africans, aina gani ya mahusiano ya kisheria kwenye mikataba tunatakiwa tusaini na GSM Tanzania. Lakini mjumbe wa pili ambaye ameongezwa kwenye kamati hii ni kaka yetu Ivan Tarimo, ambaye yeye anakuja sasa kutusaidia kwenye engo ya kibiashara. Wote mnamfahamu Ivan Tarimo, ana background nzuri ya business. Kuna yeye ameongezwa kuja kutusaidia kwenye engo ya pili. Engo ya kwanza ya kisheria, watu ambao watakuja kuleta ushauri kwa viongozi wetu, ameongezwa hapa Alex Mgongo. Lakini kwenye upande wa biashara sasa, mtazamo wa kibiashara kwenye mahusiano haya, ameongezwa kaka yetu Ivan Tarimo. Hiyo ndiyo kamati iliyoundwa na kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans kushughulikia jambo hili la uwanja. Wajumbe wa kamati tendaji watakuwa ni wajumbe automatic wa kamati hiyo, ambao ni jibu rahisi. Wakati tumetangaza mchakato huu tuliweka pia na vigezo. Jibu la kwanza na jibu rahisi. Wakati tumetangaza mchakato huu tuliweka na vigezo. Kwa uelewa wa kawaida, aliyeshinda ni yule ambaye amekidhi vigezo ambavyo klabu ya Young Africans. Lakini kwa kupa faida na faida pia kwa waandishi wengine ambao wanatamani kuuliza na watazamaji ambao wanatazama. Kwa mfano, yako makampuni ambayo yenyewe yaliomba, sio vyema kutaja majina kwa sababu mchakato ulikuwa ni mchakato wa ndani. Mchakato wa ndani na email ilitumwa, iliwekwa wazi makampuni kuomba. Kwa hiyo sio vyema kutaja majina watu wote waliotuma na mchakato, ila ofisi ya afisa mtendaji mkuu wetu iko wazi. Kwa anayetaka kuona huo mchakato anakaribishwa hapa kwa CEO wetu. Lakini kwa kujaza uelewa kidogo, yako makampuni ambayo yaliomba na yenyewe specific yalikuja na maombi kwamba sisi tunaomba nafasi ya kutafuta mtu wa kuleta hela. Yaani sio kama mnaelewa. Yaani kuna kampuni iliomba yenyewe specific tuipe dhamana ya kutafuta kampuni itakayokuja kujenga. Kwa lugha rahisi ya watoto wa mjini wanatumia neno kama winga. Yaani mtu alikuja na ipo, sio kitu kibaya. Ipo kwamba mimi nina njia zangu za kupata kampuni ambayo inaweza kuleta hela. Kwa nyie Yanga nipeni mimi hayo mamlaka ya kusimamia huo mchakato. Mimi ndio nitajua nani analeta hela na nini kinaendelea kwenye huo mchakato. Watu namna hiyo. Lakini pia iko taasisi moja ilikuja hapa ikasema yenyewe huu mchakato huu wa uwanja inataka kuja kuchangia kwenye kuweka LED, zile mbao za matangazo za kielektroniki za uwanjani. Sote tuingie nayo mkataba, uwanja ukishakamilika yenyewe inakata cost. Baada kwenye huu makubaliano na huu mwekezaji anayeshinda, whoever mtakayemchagua, mimi nataka mnipe kipande hiki tu cha kuweka mabango yangu ya kielektroniki uwanjani, alafu mimi na nyie tutazungumza kuhusu hiyo biashara. Kwa hiyo mchakato umekuwa na maombi tofauti. Kila ambaye alihisi anaweza akacontribute kwenye vigezo ambavyo Yanga tuliviweka. Kuna ambao walichagua some amount 40% ya hivi vigezo mimi naweza kupiga, hata niombe. Kuna ambao walikuwa na 60% wakasema hata tuombe.
na kuna ambao walikuwa ni 100%, yani wamequalify, hela wanayo, uzoefu wa miradi hiyo ujenzi wanao, hawahitaji middleman kwenye kufanya hilo jambo. Wanachohitaji ni klabu ya Yanga hapa dhamana kuliendea. Kwa hiyo kamati tendaji ilipokutana kupitia hii michakato, cha kwanza tuliweka vigezo mezani tulivyotangaza, ndio ilikuwa mwongozo wetu. Vigezo vimeainisha hivi, tunataka uwanja wa namna hii, na mwanzo tuliainisha kabisa kwenye ile barua, kama mnakumbuka, tunataka uwanja wa namna gani, tuwagusia mpaka capacity, watu wangapi watakuwa waingie, na nyinyi wote ni mashuhuda. Sasa hivi shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika lina kategori zake kwenye ujenzi wa uwanja. Wanakwambia kabisa kuna category 1, category 2, category 3, category 4. Na wanakwambia ukiwa na uwanja category 4 utapata mechi gani, ukiwa na uwanja category 3 utapata mechi gani, category 2, category 1 utapata mechi gani. Wanakwambia, wanakupa mwongozo. Yaani sasa hivi klabu ya mpira ikitaka kujenga uwanja, ndugu zangu, hata nyie mkiingia sasa hivi hapo kwenye mitandao mkaangalia vigezo vya kujenga uwanja, klabu ya mpira CAF imetoa mwongozo, wala haimhitaji Alikamwe, haimhitaji Engineer Hersi hadi aseme kwamba nataka tupinde hivi. No, CAF wameshatoa mwongozo ambao huko public, kiingia kwenye peji zao utaona, ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa hiyo sisi tulichukua vile vigezo tukatangaza tunataka uwanja wa namna hii, lakini tukaweka pia, jamani, anayeomba tunataka vigezo hivi, kwanza uwe na uimara wa kiuchumi ambao pia unatambulika. Weka vigezo vingi pale, ndio ujue financial stability yako ikoje, weledi wako, kampuni yako, uzoefu wako wa miradi mikubwa kama hii. Lakini mradi mkubwa, mradi wa kihistoria, kujenga uwanja wa klabu ya Young Africans ambayo imekuwa ndoto ya klabu hii miaka na miaka, sio mradi wa kitoto, ni mradi wa kihistoria. Lazima pia viongozi wachague mtu ambaye ana uzoefu huo. Mawazo yetu yalikuwa yapi kabla hatujakwenda kukutana na hawa wanakuja kujenga uwanja? Yaani mawazo ya Yanga yalikuwa yapi? Tunataka nini? Ndugu Nasibu, kwa niaba ya watazamaji ambao wako mubashara sasa hivi, awali hapa kuna mchakato nilimuelezea, na nitaomba nirudie kidogo kwa ajili ya uelewa. Viongozi wa klabu ya Young Africans, rais wetu ni Engineer Said, makamu wa Arafat na wajumbe wetu wa kamati tendaji. Hatua namba moja, walikuwa na ndoto ya kuwa na uwanja, kujenga uwanja wa klabu yetu ya Young Africans. Walikuwa ndoto yao, na dhamira yao kwenye hiyo ndoto wakaitangaza kwa wanachama kwamba kwenye uongozi huu tutahakikisha tunajenga uwanja wa klabu yetu. Hiyo ndoto ikaja kaja kuwa dhamira. Dhamira hiyo wakaipeleka sasa kwenye uhalisia. Okay, tunataka tujenge uwanja. Sikiza vizuri na sisi. Tunataka tujenge uwanja. Eneo lipi? Tunajengea wapi uwanja? Hapa wakaja kugundua kwamba tunataka tujenge uwanja makao makuu hapa hapa